Cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia nipende kuwashukuru wachezaji wenzangu kwa ushirikiano ambao tunafanya. Kikubwa mechi ile ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa tunaingia na plani, na plani ilikuwa ni kupata alama tatu, lakini kutokana na matokeo yaliyotokea tumepata alama moja, na pia tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana usiposhukuru kwa kidogo huwezi kushukuru kwa kikubwa. Kwa hiyo tunajiandaa kwa michezo ambayo inafuatia, na tunaamini kutokana na performance ambayo inaonyeshwa na mchezaji mmoja na kushirikiana na uongozi pamoja na benchi la ufundi, naamini msimu huu tutakuwa na kitu ambacho ni surprise. Goli ulilofunga, namna ambavyo ilienda kushangilia na mwamuzi kusema kwamba ilikuwa ni offside na wengine kuja na mawazo tofauti, ili kukata kiasi gani, lakini pia ilikuwa kwenye emotion ya namna gani? Hisia zilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu kwanza goli nilifunga katika mazingira magumu, alafu pia ukiangalia goli moja ukataliwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi mwenyewe kilinitoa katika mudi, lakini pia ile kumfuata refa kulalamika ni kitu ambacho, kwa sababu ni kitu ambacho tumepanga, kwa sababu tuna lazima mechi ile tupate alama tatu, alafu ukitokea mida kama ile unapata goli, alafu lazima ni mida kama ile anakuwa nakata goli, kwa lazima inakutoka katika mchezo. Ugumu wa kucheza dabi ulikuwa wapi pengine? Automatic mechi zile huwa ni mechi za kucheza kwa plani, na ni malengo, sio mechi za kurupuka. Na kama tulikuwa tunavyoona ilikopo watu wanacheza wanashambuliana kwa kupokezana, huyu anashambulia muda huu, lakini ni mechi ambayo sio ya kukurupukia, ni mechi ya kutuliza akili na mipango mingi. Sawa, mnarejea kwenye michezo mingine ya ligi, yapi malengo yenu kama club, lakini wewe kama mshambuliaji, mashabiki wana matumaini makubwa sana na wewe? Malengo ya klabu ni kuhakikisha kila mchezo ambao tunacheza ni mchezo ambao tunapata alama tatu. Maana ili tuwe mabingwa lazima tupate alama tatu kila mchezo ambao tunacheza. Ndio malengo ambayo tuko nayo na ndio target ambayo tumebakia nayo sasa hivi. Maana kwenye klabu bingwa tumeshatoka. Kwa hiyo mashindano ambayo yapo katika nchi yetu ni mashindano mawili, ni FA na ligi kuu. Kwa hiyo na tunahakikisha kama sisi wachezaji, malengo yetu na viongozi ni kuhakikisha tunafanya vizuri katika mashindano hayo. Kwako binafsi kwenye mbio za magoli mangapi pengine utakayofikisha? Siwezi kusema nafikisha idadi ya magoli mangapi, lakini mimi target yangu ni kuhakikisha kwanza napambania timu. Kufunga inakuja, na kwa sababu inategea kuna mechi unaweza usifunge ile uka-assist, lakini na kikubwa timu ipata alama tatu. Kikubwa ni kupambania timu kwanza, then malengo yangu yatafuata baadaye. Sasa kwenye ubingwa hapo anayewatangulia mwazidi alama 5. Itakuwa rahisi kuzikabili alama 5 mpaka kuweza kufikia malengo yenu? Naweza nikasema alama 5 kuzifikia inawezekana, kwa sababu sisi na wao tuna mechi ya marudiano. Ukiangalia mechi yetu kishinda tunabakiza alama 2. Alama 2, kuna mechi bado zaidi ya mechi 18, 16 zimebakia. Ukiangalia mechi 16 wanakutana na timu nyingine, na kama ukiangalia ligi sasa hivi na ushindani, hususan ukienda away katika timu ya unamfuata mtu ugenini kwake, ni mechi ambazo zinakuwa ni ngumu sana. Katika alama 5 hizo zikibaki alama 2 katika mechi 16, alama 2 zinawezekana zikapunguzwa. Kwa hiyo ila kikubwa sisi hapa tuhakikishe kila mchezo ambao tunacheza tuweze kupata alama tatu na sio kingine, ili kuwa juu pale. Maana hapo inabidi ninyi kama wachezaji wa Simba kila mchezo unaocheza iwe ni zaidi ya finali. Na tuna kazi kubwa, kwa sababu kila mchezo ambao tunataka tucheze mbele tuhakikishe tunapata alama 3, na sio rahisi. Ili kupata alama 3 lazima jasho na damu, ili kuhakikisha tunapata alama 3 kila mchezo. Unazungumziaje msimu, hususan wewe kwako wewe binafsi ukiwa mchezaji wa Simba, umetoka Wydad uko Simba Sports, ni timu mbili tofauti lakini zina hadhi kubwa kwenye mpira wa Afrika. Wewe kwako binafsi unazungumziaje? Cha kwanza, msimu huu ni msimu bora kwangu naamini, na ni msimu ambao ninaweza nikafanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa niombe tu mashabiki waweze kutoa support na waweze kuamini kile ambacho mchango ambao wanaweza kutoa katika timu. Sawa.